Habari gani wana KOTV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dio wa KOTV. God bless EJ Lema ameipongeza nchi ya Saudi Arabia kwa kukaribisha mataifa mengine kuwekeza katika nchi hiyo ya Saudi Arabia, na uwekezaji unaanza Februari mosi mwaka 2026, yani tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2026. Mataifa mengine yanakaribishwa kuwekeza katika nchi ya Saudi Arabia, pamoja na wawekezaji mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani wanakaribishwa kuwekeza Saudi Arabia. Na ifahamike kwamba Saudi Arabia ni moja ya nchi ambazo zina kiwango kikubwa sana cha uzalishaji wa mafuta duniani. Nadhani ni miongoni mwa nchi 10 ambazo zinazalisha zaidi mafuta duniani, na God bless Lema ameipongeza nchi ya Saudi Arabia. Na nukuu maneno ya God bless Lema katika mtandao wa Twitter, na nukuu: Waarabu wamewekeza kimkakati kwenye uchumi wa baadaye. Wanatambua kuwa utegemezi wa mafuta hauwezi kudumu, ambapo teknolojia ya nishati mbadala na magari ya umeme vinaendelea kukua kwa kasi. Ndivyo maana wanafungua masoko yao ya mitaji na kuvutia wawekezaji wa kimataifa mapema, kama sehemu ya mkakati wa kulinda ustawi wa vizazi vijavyo. Kwa upande wetu, maendeleo ya kiuchumi yanakwamizwa na mazingira duni ya kisiasa, mauaji, utekaji na uchaguzi usio huru na haki na amani ya wawekezaji, na kudhoofisha taasisi bila utawala bora, haki na udhabiti wa kisiasa. Sera bora za kiuchumi haziwezi kutekelezwa. Somo kuu ni wazi. Sera za elimu, uchumi na siasa lazima ziwe na mwelekeo wa muda mrefu. Taifa linapopuuza hili ubaki nyuma hata pale fursa za kimataifa. Mwisho kunukuu hichi ambacho ameandika God bless EJ Lema, ambapo anawapongeza Saudi Arabia kwa maamuzi ambayo wameyafanya katika kuwaalika wawekezaji wa kimataifa kuwekeza katika nchi ya Saudi Arabia kuanzia tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2026, yani mwezi ujao. Jina langu ni Dio KOTV. Tena wakati ujao katika masuala mbalimbali ya kisiasa, unaweza kushusha maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, nitakuja kuyapitia nione na mtazamo gani kwa hichi ambacho ameandika God bless EJ Lema. Tena wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.